sheria zetu zinakwepa wajibu wa malezi bora ya watoto, makuzi ya watoto, lakini pia kuwalea watoto katika misingi ya dini. Leo ukienda kwenye madrasa, maalimu wetu mashehe hawapo, watoto hawaendi madrasa, watoto hawaendi Sunday school. Watoto wetu hatuwalei kwa misingi ya maadili. Kwa hiyo tunakuta tuna mmomonyoko wa maadili. Mtoto hana uzalendo, hana hofu ya Mungu kwa sababu haendi msikitini, haendi kanisani, madrasa kuhudhuria, Sunday school kuhudhuria. Huyo kati ya yeye, tofauti yake na mnyama ni kwa sababu yeye ana miguu miwili na anatembea na ana utashi, kwa sababu wanyama hawana dini. Lakini hata hivyo wanyama unaweza ukakuta wanatenda yaliyo mema na wana maadili kuliko binadamu. Ni binadamu ambaye hajapitia malezi bora ya familia. Kwa hiyo eneo kubwa na la msingi, na nyinyi ndio ndugu zangu wa mapokezi mnaenda kufanya mafunzo haya, mtajifunza masuala mengine ya akili, ya hisia, sijui masuala ya afya ya akili na kadhalika. Lakini sehemu kubwa ya kwanza, focal point ya maadili, uzalendo na utaifa inaanzia ngazi ya familia. Kwa hiyo tujiasisi na tujihakiki hata sisi wenyewe kama askari, watoto wetu kwenye familia tunawalea kwa misingi gani? Lisianzie tu huko kwenye jamii ya Watanzania, lakini tujiulize pia hata sisi wenyewe. Leo jukumu la familia limeachwa kwa house girl ambaye tunamwita ni house boy na house girls. Ndio wanatulelea watoto, wazazi wako bize, wanahangaika, muda wakirudi, muda mwingi wako kazini, wakirudi hawana muda wa kuzungumza na watoto. Watoto wengine wanaenda boarding schools. Akienda kule anapata malezi ya walimu kwa uchache, lakini sehemu kubwa wanajifuga na kujielewa wenyewe. House girl akiwa na tabia mbaya, automatically itajireflect kwa mtoto wako. Sasa maana yake ni kwamba ni moduli ya mafunzo. Hata wale watumishi wa nyumbani tumeanza huko kama serikali kuanza kuwapa mafunzo na malezi pia wale house girl ambao wanaenda kufanya kazi za nyumbani, kwa sababu wanafanya kazi. Na bahati mbaya sana hata nyinyi askari mnajua kuna wengine tu mumu, inawezekana mnamwachia house girl kila kitu, unamkaimisha kila kitu, kupika anapika, kufua nguo anafua nguo house girl, kuangalia watoto yeye, kazi moja tu ndio mumkaimisha. Lakini walio wajanja wengine wanaamua na hiyo kuimalizia kabisa. Alafu matokeo yake mnaanza tena vita ya mahusiano ya nyumba kifamilia. House girl kwa nini? Kwa sababu ulimwachia hadi achemshe maji ya baba, na ukumwachia jukumu la kuchemsha maji ya baba, umemwambia pia mpelekee maji bafuni. Sasa ajali zinazotokea tunazitengeneza wenyewe. Lakini nataka kuambia kwamba ili tulitibu taifa letu, hatua ya kwanza, kuna sehemu tumesahau wajibu wetu kwenye ngazi ya familia, na wajibu wa pili unakuja kwenye taasisi zetu za dini. Kama tuna malezi bora, kwa sababu tunategemea mafunzo ya kidini yatufunde kuepukana na jinai, kwa sababu yanayokatazwa kwenye Qur'ani tukufu na Biblia takatifu, yale ya Mwenyezi Mungu, ndio hayo tukiyaishi vema hapa duniani, hatutaingia kwenye mgogoro wa sheria, hatutavunja sheria. Kwa polisi watakuwa hawana kazi ya ziada, lakini vivyo hivyo magereza, hata mahakimu watakuwa hawana kazi za ziada, kwa sababu wahalifu watapungua. Kwa hiyo wajibu huu ni kwa familia, ni kwa taasisi za dini. Huo wajibu tunao. Tusifanye tu mambo mengine na kuhubiri vitu vingine. Tuangalie na hii wajibu wetu sisi wa kuwatengeneza raia walio wema, tunautekeleza kikamilifu kuanzia ngazi ya familia. Makanisa na misikiti na taasisi nyingine zote za dini, tunatengeneza raia walio wema, wenye hofu ya Mungu, ya kufanya wenye hofu ya kutofanya jinai. Wasiue, wizi usiwepo, ubakaji, unyanyasaji wa kijinsia na makosa mengine, rushwa kwa viongozi na watu wengine kwenye jamii. Hao wanapunguzwa wapi? Chujio la kwanza ni familia. Akilelewa na maisha mazuri kwenye familia, hata viongozi wa dini hawatakuwa na kazi ngumu. Familia ikishindwa kuchuja vizuri, chujio la pili ni taasisi za dini. Achujwe, awe raia mwema, dini iweze kumfunda mtu huyu aje kuwa mwema. Ikishindikana ndio inafuata serikali.
Lakini jamii yetu leo, kila lawama za wizi, rushwa, uporaji mali, tamaa nyinginezo zozote zile, uhalifu, inanyoshewa mkono serikali. Lakini kumbe tunasahau kwamba wajibu wa ulinzi na usalama wa taifa letu upo kwetu sisi Watanzania wote. Wajibu wa kuwatengeneza raia walio wema uko kwetu sisi Watanzania. Kwa hiyo kwenye majukumu hayo ni muhimu kwamba serikali, familia zitekeleze wajibu wake wa kutuletea na kuwafunda raia walio wema kwenye makuzi na malezi ya vijana. Lakini vivyo hivyo taasisi za dini tuziombe na kuzisihi zitekeleze wajibu wa kutusaidia kuwapa mafunzo yaliyo mema na mkadri maandiko matakatifu yanayotaka. Na upande wa serikali tutaendelea kutoa mafunzo na elimu ili kuwakumbusha raia wetu kuhusiana na kuepukana na makosa ya jinai, kuepukana na makosa ambayo yatawafanya waingie kwenye hatia na kushikwa na mkono wa sheria na hatimaye kujikuta magereza.